Wakati Tanzania ikibaki na wawakilishi watano katika michuano ya kimataifa ngazi ya klabu msimu huu wa 2025-2026, wadau mbalimbali wa soka hapa nchini wamezipa nafasi kubwa timu 4 za Tanzania bara kucheza hatua ya makundi. Katika timu zilizobaki kuna KMKM ya Zanzibar inayoshiriki kombe la shirikisho baada ya Mlandege kutolewa kwenye ligi ya mabingwa kwa upande wa Tanzania bara, Yanga na Simba zinazoshiriki ligi ya mabingwa, wakati Singida Black Stars na Azam zipo kwenye kombe la shirikisho. Wadau hao walitoa maoni yao kupitia mjadala uliofanyika Oktoba 2, 2025 katika mada isemayo umeonaje viwango vya timu za Tanzania katika mashindano ya CAF na zifanye nini zitoboe makundi? Sio wote walizozipa nafasi timu hizo kufuzu makundi. Wapo ambao wamekuwa na wasiwasi juu ya viwango walivyoonyesha kwa baadhi ya timu, lakini pia kuna ushauri wameutoa. Kinachozibeba Simba na Yanga. Kocha wa zamani wa timu ya vijana ya Azam FC, Mohamed Bandru, amesema Yanga na Simba zinaweza kufika mbali kutokana na kubebwa zaidi na ubora wa wachezaji hususan wa kigeni. Hatuko vibaya kwa sababu ukiangalia timu zote zina wachezaji wanaoweza kutufikisha mbali zaidi. Ukiangalia tulipotoka na sasa kuna mabadiliko makubwa, na hii inatokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika ambao tuna faida zake, amesema. Sina mashaka na hizo timu kutokana na mabenchi bora ya ufundi walionayo, kwa sababu wameshakutana na changamoto kubwa katika michuano hiyo. Kwa KMKM inastahili hapa ilipofika, ingawa huwezi kulinganisha na klabu za bara kwa uwekezaji. Badru aliyewahi kuzifundisha pia timu za Mtibwa Sugar na Gwambina amesema kukutana na KMKM na Azam anaamini itakuwa ni mechi ngumu kutokana na rekodi na historia ya miaka ya hivi karibuni wakati zinapokutana katika michuano mbalimbali. Aiza Badru amesema kwa upande wa KMKM kutoka Zanzibar imeonyesha matumaini makubwa kutokana na kiwango ilichoonyesha hadi sasa, ingawa jitihada kubwa zinahitajika kwa sababu timu nyingi za visiwani humo hazina udhamini wa kutosha. Changamoto kwa timu za Zanzibar ni suala zima la uwekezaji, kwa maana ya wadhamini wengi na maandalizi ya kutosha. Japo kwa hapo tulipofikia tunaona kabisa kuna mwanga unaonekana, na kwa miaka ijayo zitaleta ushindani zaidi, amesema Badru. Kocha wa zamani wa maafande wa Tanzania Prison Aman Josia amesema hadi sasa timu za Tanzania zilipiga hesabu nzuri katika hatua ya awali ya mchujo wa kufuzu michuano ya CAF, hususan baada ya kuanza kucheza mechi za ugenini na kila mmoja kufanya vizuri. Hesabu za timu za Tanzania zilienda vizuri kwa raundi iliyopita kwa sababu ya kushinda ugenini, jambo ambalo kwa mitazamo ya mwanzo ilikuwa ni tofauti hasa kwenye mechi za CAF. Kwa hatua